Mwanamichezo, karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Latifa Nafi. Nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trendi na hii ni Mpenja TV. Tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa Mandasi Store. Hivi sasa ukiwa unahitaji kukopa simu, hakikisha unatembelea maduka ya Mandasi Store ambayo yanapatikana karibu mikoa yote ya nchi hii ya Tanzania. Cha kufanya ili uweze kupata simu kwenye maduka hayo, nenda na vitu viwili. Vitu hivyo viwili ni pesa kidogo kama kianzio, lakini pia vitambulisho, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha taifa ama leseni ya gari. Ukifika hapo utapata simu yako kwa mkopo. Mikoa baadhi ambayo naweza kukutajia ni Morogoro, Dar es Salaam, hapa Mwanza, kote huko wanapatikana Mandasi Store, bila kusahau Parks Transportation Service. Asubuhi ya leo mara baada ya kushuhudia dabi ya Kariakoo ikigairishwa, tukapata taarifa kuhusiana na kijana Paulo kutoka Mbeya ambaye alifariki mara baada ya kupigwa shoti ya umeme akiwa ameegemea nguzo. Na mapema asubuhi leo hii tumefika hapa kwenye kituo cha polisi Kurasini ili tu kuweza kujua namna ambavyo mambo yanaendelea, lakini pia tuzungumze na mashuhuda wa ajali hiyo mpaka kupelekea kifo cha Paul Herman. Wapo hapa watu mbalimbali ambao walikuwa kwenye msafara wa tawi kama ambavyo unashuhudia. Gari lilikuwa limeandikwa wanachama wa Yanga mkoa wa Mbeya, Gusa achia twende kwao. Lakini pia mbele hapo ndio picha ya marehemu mwenyewe ambaye alipata ajali hiyo ya umeme ambaye anaitwa Paul. Nipate nafasi nianze na kuzungumza na nani? Na babu wa Yanga bila shaka. Babu, habari yako? Nzuri kabisa, habari ya leo? Niko vizuri, sijui wewe, na pole kwa kile ambacho kimetokea. Asante, nashukuru sana. Bila shaka ulikuwa pia shuhuda wa tukio hilo. Ni kweli, nilikuwa karibu sana kwa sababu tatizo linavyoanza kutokea tulikuwepo pale. Nadhani chanzo kikubwa ni kwamba ilinyesha manyunyu ya mvua. Baada ya manyunyu kukawa na shoti. Shoti ya kwanza ilipiga tuko maeneo yale kwenye mti. Shoti ya pili ilipiga, wengine tukatawanyika kusema kwamba hii mara nyingi umeme huwa unashuka chini, tukaondoka. Sasa tulipoondoka kuna baadhi ya watu wengine walikuja tena nyuma, akiwemo na marehemu. Sasa baadaye ilipopiga tena yeye akawa anapokea simu na kwenda kusikiliza. Kwa hiyo aliposikiliza karibu na ile nguzo, nafikiri ndio ilitokea hivi. Pole sana. Paul aliambatana na pengine na familia yake au ni watu tu wa kwenye tawi? Kuna baadhi wengine ni jamii wa karibu na wengine ni watu wa kwenye tawi. Baadaye baada ya kufariki ndio tukaanza kumpata dada yake na rafiki zake wa karibu sana. Paul alikuwa na umri wa miaka mingapi? Ila umri hatujajua kwa sababu yeye alikuwa 90 nafikiri. Kwa sababu ile imetokea dharura hatujaweza kujua umri. Nafikiri wanavyoelezea ni kwamba toka 90. Lakini familia yake pia imeshapata taarifa kuhusiana na kinachoendelea, na pengine wametoa neno gani? Familia tuko pamoja, tunashirikiana pamoja toka jana mpaka leo hivi. Na ndio maana sisi wengine tulipokaa pale tukaamua kwamba kama viongozi pamoja na wadau wetu wanachama tukashirikiana pamoja, tukakubaliana tuanzishe mchango wa dharura ili angalau waweze kutusaidia mwenzetu namna gani ya kumsafirisha. Nadhani tulipita tukachanga, na nafikiri tukazileta tukazikabidhi na ndio zinazotusaidia pamoja na zingine. Vipi kuhusiana na uongozi wa klabu ya Young Africans, kwa sababu tumepata taarifa watafika hapa ili kuhakikisha kwamba wanasaidiana na nyinyi? Ni kweli tulitoa taarifa na viongozi nafikiri ndio wamekuja sasa. Nadhani wamechukuliwa tena wanaenda kukaa kule wanaongea na kiongozi wetu wa mhamasishaji wa mkoa wa Mbeya, msaidizi. Wako huko sasa. Paul alikuwa akijihusisha na nini? Paul mimi nafikiri yeye shughuli zake kubwa ni mjasiriamali. Anasaidia kazi ndogo ndogo, kwa mfano kuponda kokoto, mawe, ndio shughuli zake. Kwa hiyo ni mjasiriamali. Poleni sana. Asante sana. Asante. Nipate nafasi ya kuzungumza na wengine kwa ajili ya ndugu yetu ambaye ametutoka, ndugu Paul. Habari? Salama, habari. Unaitwa nani? Naitwa Elasto George Makalonge, nimetokea Mbeya. Niko kwenye tawi la Mabati. Pole sana. Asante sana. Paul ulimfahamu kwa namna gani? Huyu ni mwanachama wetu wa mkoa wa Mbeya. Kama unavyoona hapa tuko na gari la Mbeya, ili la mkoa wa Mbeya. Tulipanda washabiki kutoka mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kuja kucheki mechi ya dabi Dar es Salaam. Kwa baada ya kufika hapa kweli tulifika salama, kwa kweli Mungu ni mwema. Lakini tulipolala siku ya kwanza, siku ya pili ndio yakatokea matatizo kama haya mnamo wa muda wa jioni.
Wakati mkiwa mnapanga safari ya kurejea Mbeya? Tulikuwa tunapanga safari ya kwenda uwanjani. Tulikuwa tunapanga wakati wa kwenda uwanjani ndio ilikuwa limetokea hili swala. Wakati wa ile mechi kuahirishwa, kwa hiyo tukawa tupo pale uwanjani tunasema labda timu zitaingia uwanjani kwa sababu yalikuwa ni majira ya saa 12 ndio limetokea hili tukio. Kwa wakati mechi imeahirishwa alisema kwamba akapumzike kidogo tu kwenye nguzo, lakini hatimaye katika unyevu ule wa chini alikuwa amekaa, kumbe nguzo ina shoti ya umeme. Sasa unajua ukiwa ushakuwa mgeni huwezi ukajua pale pana tukio gani bila kuweka, pengine labda wangekuwa wameweka TANESCO hata uzio au utepe ule, ina maana wakishaweka ule utepe kwamba asiguse mtu pale, pengine asingeweza kufikia ile eneo, kwa sababu baada ya taarifa tumesikia ni tatizo la muda mrefu. Kwa hiyo hatujajua hata TANESCO ni kwa nini hajaweka ule uzio, kwa sababu hata mwenyeji asipoona ule uzio anaweza akaenda akakaa tu pale. Kwa hiyo kijana kwa jua lilipo huku akasema apumzikepo kidogo, ndio shoti ikawa imfikia imepiga kwa kweli. Pole sana. Utamkumbuka kwa lipi marehemu Paul? Kwanza moja ndamkumbuka kwa ajili ya Yanga, kwa sababu amesafiri kutoka Mbeya mpaka amefika hapa. Yote hayo ni mapenzi ya mpira, ni mapenzi ya soka, pia ni mapenzi ya timu yenyewe kama Young Africans, na pia ni mwanachama wa Yanga. Kwa hiyo mpaka ametoka Mbeya na kama mkoa wanamtambua, viongozi wa taifa mpaka sasa kama wamefika nao pia wanatambua mchango wake. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mengi pia kijana wetu. Sana. Asante sana. Rai yako pia kwa mashabiki wengine wa soka ambao wanatamani pengine kuchangia kwa namna yoyote ile, kwa sababu watu kuna namna wameguswa pia. Hata hivyo tuko pamoja na wadau wetu wenzetu wa Simba, pia tumetoka nao Mbeya, wametuchangia nao kwa chochote, na ndio maana mpaka saizi wao gari yao imeondoka, lakini wamebaki, kwa sababu mpira ni ushabiki, afu mpira ni familia. Mkishaondoka kwenye ushabiki mnabaki kwenye familia. Kwa hiyo wakabaki na sisi kwenye familia kwa chochote walichonacho, pia wametupiga tafu, wametuchangia. Kwa hiyo ndio mpira, na tutarudi nao mpaka hapa. Nasubiria, nafikiri safari ya kwenda Mbeya tutakuwa nao pamoja, kwa sababu hata safari ya kuja huku sisi wana Mbeya sio ugomvi, sio vita. Tulikuja pamoja kwa kweli. Kutoka Mbeya tuliongozana gari ya Simba na gari za Yanga. Tukaja huku na kweli tulipofika guest tulifikia pamoja na kijana akiwa mzima kabisa. Wa Simba, wa Yanga tulifikia guest moja, tukakaa pale. Kwa hata kurudi hivi wametupa supporta sana, mpaka saizi gari yao imeondoka, lakini hao wamebaki. Wataondoka na gari zetu hizi kwa sababu tayari limeshakuwa ni tatizo. Panapokuwa na matatizo watuangalie Simba, tuangalie Yanga. Huwa tunakuwa familia moja. Sasa tunarudi kama familia, tunalijenga kwa pamoja, tunamaliza tatizo kwa pamoja. Mara ya mwisho nakumbuka ulizungumza naye nini ndugu marehemu? Shoti kwanza kwenye gari tulikaa jirani. Tulipanda gari moja, tulikaa siti moja jirani. Kwa hiyo kwenye gari wakati tunakuja kwenye mechi tulikuwa na vibe kubwa sana. Tulikuwa tunazungumza masuala ya mpira, lazima tutawafunga hawa, wakijitahidi wametoa sare. Mambo mengi sana tumezungumza, yale ya shamla kwa ajili ya kuja kuelekea kwenye dabi. Kwa hiyo mimi ni mmoja ambaye nilikaa naye siti moja ya jirani kabisa. Sawa, pole sana na niwatakia safari njema pia kuelekea Mbeya. Asante sana. Sasa nipate pia nafasi ya kuzungumza na dada huyu pia ambaye alikuwa miongoni mwa safari moja na marehemu Paul Herman. Dada, ikumbuke pia tarehe 8 kwa maana ya jana ilikuwa ni siku ya wanawake duniani. Dada, habari? Salama. Pole kwa hiki ambacho kimetokea, na utuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Sauda Livingstone Msusu. Nimetokea Mbeya tawi la Yela. Kwa marehemu Paul ulimfahamu kwa namna gani? Marehemu kwa kweli katika mkoa kule wa Mbeya matawi yetu yote mara nyingi tunakuaga kitu hiki kimoja. Kwa hata wakati tunaondoka kuja huku kwenye mechi tuliondoka matawi yote ya Mbeya kwa pamoja. Kwa jana ilivyotokea hiyo shoti, hata si wenyewe na gari letu tulikuwa karibu kule ambako imetokea shoti. Sasa baada ya kutokea shoti hatukujua ni nani aliyefariki. Baada ya hapo ikabidi tusogee pale, kuja kusogea tukashangaa ni watawi letu la Mbeya ila Msalaga. Kwa hatukuwa na nguvu tena kuanza tena safari. Ikabidi tuanze kufanya taratibu tutafanyeje na wenzetu ili tusaidiane, kwa sababu hatuwezi kuacha huku wenzetu leo kwao kesho kwetu. Na ulipokea vipi pia mara baada ya kujua kwamba Paul Herman ndiye ambaye amepatwa na kadhia hiyo na mpaka kupelekea kifo chake? Kwa kweli niliumia sana, kwa sababu ukiangalia hata kilichotuleta ndio hivyo tumekosa, alafu nakuta tena tunakuja kuambulia msiba. Kwa kweli tumehuzunika sana. Na pengine
Ulikuwa ukimfahamu kwa namna hiyo, na mara ya mwisho ulipata nafasi ya kuzungumza pengine na? Hapana, kwa sababu wenyewe walikuja na gari lao, kwa unakuta kila mtu na gari lao mnakuwa wengi. Kwa kuzungumza na kila mtu sio rahisi, ila kwenye kuondoka pale Mbeya na kuja huku tunaondoka kwa pamoja na kurudi, 100% tunaondoka wote kwa pamoja. Ndio maana baada ya kuandaa ile safari ili tuondoke ndio tukakuta hilo, tukaona safari imefanya nini? Imeshindikana. Tuangalie tunafanyaje kwa ajili ya mwili wa wenzetu, hatuwezi kuacha huko afu tunarudi kule, itakuwa kitu ambacho sio kizuri. Kwanza hata wenzetu watajisikia vibaya. Pia neno lako kwa mashabiki lakini pia viongozi wa klabu ya Simba baada ya kadhia hii kuweza kutokea, wa Yanga? Viongozi wa Yanga kwa ujumla tulikuwa kitu kimoja. Hata ilivyotokea hii tukawapigia simu, ingawa nao walikuwa na majozi ya vikao hivi na hivi kwa ajili ya klabu ilivyoharibika mechi ya kwa wakatuma tu watu kwa ajili ya kushirikiana nao. Na hadi sasa hizi tunaongea wapo hapa viongozi wa Yanga wa bodi. Na unakiri kwamba ni maumivu mara mbili, kwamba dabi imekosekana lakini mnaondoka na msiba? Kweli kabisa. Pengine mara sasa baada ya kile ambacho kimetokea kimepelekea dabi kupelekwa mbele, wewe pia unaweza ukatoa neno gani kuhusiana na tukio la dabi kusogezwa mbele? Yaani kwa kifupi tunasema dabi imetukosea. Kwa sababu unajua hata maamuzi yaliyotokea sio sahihi, kwa sababu mtu hawezi kutoa maamuzi ndani ya masaa kadhaa kama vile. Lakini kwa vile imekuwa hivi, kwanza mimi kama shabiki wa Yanga ningependa kusema hata timu yetu ya Yanga basi sirudie tena kucheza na Simba. Kwa sababu hii ni mara ya 3 Simba kutuchezea huo mchezo. Kwa hiyo inakuwa kama wameweka kama ni kigezo cha kutuchezea tu. Basi sawa, mimi nikupe pole lakini nikutakie safari njema pale mnaporejea Mbeya kwa ajili pia taratibu nyingine za mazishi ya ndugu yetu Herman Paul. Sawa, tunashukuru sana na tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Asante sana.